tunaomba na sisi mtuombee tuweze pia kwa taratibu tuweze kufuata nyayo zenu na hatimaye labda kuwafikia. Baada ya hayo, naomba nitoe neno la shukrani kuanzia mapadre, makatekista, viongozi wote, kamati tendaji, halmashauri walei, waamini wote. Naomba nitoe neno la shukrani kwa jitihada kubwa ambazo zimefanyika kutoka tulipokuwa hadi kufikia hapa tulipofika. Hongereni na asanteni sana. Najua mwanzoni kabisa tulipokuwa tunachanga ilikuwa ni milioni 35, lakini kukua mpaka kufikia hapa 200 na kitu, kwa kweli ni hatua kubwa sana. Na zaidi kabisa ni kutoka moyoni. Mimi nimetiwa moyo na mnavyoniona tu ni siku ya furaha. Nafurahi tu, najisikia kufurahi ninapowaona. Manake naona waamini wanaotembea kanisa la kisinodi, wanaotamani kulijenga kanisa lao. Kama nilivyosema tangu mwanzoni, mnafanya maajabu katika hatua kwa hatua. Manake tunakuwa hatua kwa hatua katika uinjilishaji, tunakuwa naona hata nikienda maparokiani, kwenye parokia zetu, kila parokia utaona kuna mambo makubwa yamefanyika, mambo makubwa mno. Mengine mnakarabati makanisa, wengine vyoo vya kisasa, choo cha kisasa. Mtu anapokuja kanisani, hata akienda pale, hata sala, sio kwamba anaenda pale, hata akikaa pale anaweza akakaa hata lisali moja, hana shida. Mazingira ni mazuri kwa kweli. Hayo ndiyo maendeleo na ndiyo sala yenyewe. Ukienda kwenye mazingira mazuri, unatamani uendelee kukaa. Na zaidi ya hayo niliyoliona na linalonigusa, mmetambua kwamba maendeleo ya parokia lazima kuwe na ubunifu, sio tu kuchanga michango, bali kuwe na ubunifu ambao umejionyesha. Mnaona wenyewe tu tulivyokuja mwanzoni, vibanda vya maduka ambao tulikuwa navyo hapa kanisa kuu sio vile, na maduka yaliyojengwa ambayo ni ya kiwango. Kama kwenye kibanda alikuwa anakodisha, yule ambaye alikuwa anakodisha ilikuwa ni 100,000, sasa hivi atakodisha kibanda hicho kwa 1,000,000. Maanake kuendana na hadhi ya duka lenyewe na mazingira yenyewe. Na umeona mazingira yote hata yamebadilika ya kanisa. Ukiingia tu utasema kwamba hili ni kanisa Katoliki. Ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Nilikuwa naomba hali hii iwe ni sehemu yetu, sio tu kwa baadhi ya parokia, iwe ni kwa parokia zetu zote, Na hali hiyo inampa nguvu Baba Askofu, naye pia atajitahidi kufanya kwa ajili, maanake anaona kwamba waamini wanapenda, hao watu wa kiwango wanaopenda maendeleo, na Baba Askofu atafanya kwa kiwango, atakuwa mtu wa kiwango kuendana na dini. Katika hali hiyo mnamhamasisha zaidi askofu pia afanye kazi zaidi. Kwa hiyo na ni watu wa kiwango kweli, muendelee kuwa watu wa kiwango. Tusikate tamaa, na
katika mahala ambapo inatokea tumetofautiana, pale palipo tunapotofautiana tuone kwamba hali hiyo haipaswi kuwa. Tunapashwa huyu ambaye anatukwamisha hatupi mbadala, namna mbadala wa kufanya zaidi. Kwa hiyo mkiona mko wengi kwa yale mema, kwa kweli yale mema mliyatekeleze na msikwamishwe kwa mtu mmoja. Kwa kawaida tuna hilo lipo, tuko kama jumuiya, huwezi kukosa watu wengine wa aina hiyo. Sumbawanga sasa hivi mko hali majimbo mengine, hata maaskofu mnasikika huko nje kweli. Kila anayekuja wanasema Sumbawanga sio ile ya hapo awali. Sumbawanga ya sasa mko watu wa kiwango. Sifa hizo na furahi, na mimi ninaposikia kwa kweli najisikia kwamba waamini wangu tunatembea pamoja. Tushauriane na muendelee kutoa ushauri hata kwa baba askofu, ni yepi ambayo tunaweza kufanya zaidi kwa manufaa ya jimbo, kwa manufaa ya kizazi kijacho, kwa manufaa ya kila mmoja. Naamini kabisa mahala popote, iwe ni kwenye parokia ambapo mmefanya kazi ya kukarabati, iwe ni kanisa, hata mkiingia kule mnajisikia vizuri zaidi ya mlivyokuwa. Mkiwa katika hali ile ile, mnakuwa kwenye hali unakuwa kwenye hali ambayo is dry, ni kavu, mnakuwa katika hali ya ukavu. Lakini unapoona katika hali ya maendeleo fulani, utapenda na utajisikia furaha ya pekee. Kuna kitu ambacho ni cha pekee kitawajia, lakini ila hali ya unajisikia dry na huna hamu ya kukaa pale, utatamani hata kwenda kwenye parokia nyingine ambayo inafanya vizuri zaidi. Kumbe sisi tuone kwamba kila parokia tuna uwezo wa kufanya maajabu. Niwashukuru mno kwa michango ambayo mmeichanga na mnayoendelea kuchanga. Samahani kwa kosa tulilosema kwamba ilikuwa ni milioni 100 na kitu, watu basi wako tusema wametukatisha tamaa kabisa, hizo pesa zimeenda. Kwa hiyo kwenye mahesabu iwe hivyo, mahesabu ya parokiani kwetu ziwe mnanung'una pale ambapo mahesabu sio mahesabu. Mwe mnauliza mahesabu kwamba pesa tulizochanga ni kiasi hiki, zimefanya nini? Mna wajibu wa kuuliza hivyo, maanake ni pesa zenu, mna wajibu huo. Kwa hiyo mahala popote mkitoa mchango wowote, ulizeni zimekusanywa kiasi gani na zimefanya nini. Mna haki ya kutambua hilo, na mweke pia wajumbe kwenye utendaji wa swala fulani mnalolifanya, muwe mnashirikishwa maendeleo yenu, maanake ni ya kwenu na ni pesa zenu, na haki ya kufahamu zinafanya nini. Kwa hiyo niendelee tena kuwashukuru kwa kazi nzuri, niwatakie sherehe njema ya Bikira Maria Mpalizi wa mbinguni. Naomba tuendelee na ushirikiano huo ili hatimaye tuweze kufikia jimbo kuu la Dodoma ambalo wanahesabu bilioni na kitu, na parokia yake yenyewe wamesema ni milioni 100 na ushee. Nafikiri wengine inawezekana tusifikie hapo, lakini inawezekana. Lazima tuaim for the good. Kwa hiyo inawezekana, tukishirikiana mapadre, tukishirikiana wote, mambo yanawezekana. Asanteni sana na Mwenyezi Mungu azidi kuwabariki.